Taarifa kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu utekaji wa kiongozi wa Chadema wa Busega umezua taharuki nchini Tanzania na kuleta woga mwingi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Jeshi la polisi mkoa wa Simiyu limeanzisha uchunguzi kufuatia taarifa za kutekwa kwa Lobelia Masanyiwa ambaye ni mjumbe wa kamati tendaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wilaya ya Busega. Tukio hilo liliripotiwa kutokea jioni ya Oktoba tarehe 1 mwaka 2025 katika kijiji cha Nyamikoma na limeibua wasiwasi mkubwa ndani na nje ya duru za siasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Chadema, Masanyiwa alichukuliwa kiofisini mwake na watu wasiojulikana, hali ambayo chama hicho kimetafsiri kama shambulio dhidi ya demokrasia na usalama wa raia. Kimeeleza kuwa tukio hili ni kinyume na misingi ya haki za kibinadamu na linaashiria hali ya kuhatarisha uhuru wa kisiasa nchini. Chama hicho kimeitaka serikali kupitia vyombo vya usalama kuhakikisha uchunguzi unafanyika kwa haraka na wahusika wanakamatwa ili kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Aidha, Chadema imesisitiza wajibu wa jeshi la polisi kulinda raia wote bila upendeleo wa kisiasa, kikumbusha kuwa vyama vya siasa na viongozi wake wana haki ya kufanya shughuli zao kwa uhuru na usalama. Kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu Edith Swebe amethibitisha kuwa jeshi la polisi limepokea taarifa hizo na linaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa kilichotokea. Hata hivyo, taarifa kuhusu hatua zilizochukuliwa hadi sasa hazijafafanuliwa kwa undani na ni jambo linaloongeza maswali miongoni mwa wananchi na wadau wa kisiasa. Na tukio hili limeibuka wakati mjadala kuhusu uhuru wa kisiasa na haki za kiraia ukizidi kushika kasi nchini, hasa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa. Mashirika ya kiraia pamoja na watetezi wa haki za binadamu wamekuwa wakitoa onyo la mara kwa mara juu ya ongezeko la vitisho, utekaji na mashambulio dhidi ya wanasiasa wa upinzani. Wamekuwa wakihimiza serikali kuchukua hatua madhubuti ili kuzuia mwenendo huu ambao unaweza kudidimiza demokrasia. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa matukio ya aina hii yanaweza kuathiri imani ya wananchi kwa taasisi za dola, na wanaonya kuwa ikiwa vitendo vya utekaji vitaendelea kushuhudiwa bila wahusika kuwajibishwa, basi wananchi wataanza kupoteza imani kwa vyombo vya usalama na serikali kwa ujumla. Wanasema tukio la Masanyiwa linapaswa kuwa mfano kuonyesha dhamira ya dola katika kulinda haki na ustawi wa kidemokrasia. Kwa sasa taarifa kuhusu hali ya Masanyiwa baada ya zijulikani na ni hali inayoongeza taharuki kwa familia yake na chama chake. Wameendelea kuomba msaada wa haraka kutoka kwa vyombo vya dola huku wakisisitiza kuwa maisha yake yamo hatarini. Wakati hali ikiendelea, wananchi wengi wamesalia na hofu wakiona tukio la Busega kama dalili ya kuongezeka kwa vitendo vya kisiasa vinavyokiuka misingi ya haki za kibinadamu. Ujasiri wa vyombo vya dola katika kushughulikia tukio hili utakuwa kipimo cha namna taifa linavyolinda demokrasia yake katika kipindi hiki cha kisiasa kilicho nyeti. Asante kwa kutazama Kenyascope. Naendelea kufuatilia taarifa zetu kwa habari za kina zinazokuletea undani wa matukio makuu Afrika Mashariki. Tafadhali kumbuka kusubscribe.